Na kwa target ya Vision 2050 tunatakiwa kuzalisha ajira milioni 8.5, na majority ya hawa tunaotaka wafanye hizo ni vijana. Milioni 8.5 si lazima waje mijini. Kwa hiyo tunapohakikisha kwamba tunaweka umeme vijijini, wanaweza kafungua viwanda vidogo vidogo wakiwa kule kule walipo, lakini pia itasaidia upatikanaji wa umeme kupunguza ukataji wa miti, uharibifu wa mazingira, kwa sababu wataweza kutumia nishati safi, wataweza kutumia umeme kwa ajili ya shughuli zao za kupika vyakula, mahitaji ya nyumbani, lakini na viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo kwa mkoa wa Pwani utafaidika kwa kupelekewa umeme vitongoji 330, na mkandarasi aliyeshinda zabuni hii ni Nakuroi Investment Limited. Na mradi huu katika mkoa wa Pwani utahusisha ujenzi wa kilomita za msongo wa kilovolti 33, kilomita 649.86, na pia umeme msongo mdogo wa kilovolti 0.4 utahusisha ujenzi wa laini zenye urefu wa kilomita 531.5. Na wateja ambao watanufaika na mradi huu ni wateja takribani wateja 10,706. Kwa hiyo na gharama za mradi huu ni takribani shilingi za Kitanzania bilioni 46.6. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kumtambulisha mkandarasi kwa mkuu wa mkoa. Kipekee zaidi tumejipanga vilivyo tuweze kuhakikisha kazi hii tunaifanya kulingana na mkataba unavyotuelekeza ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo tutashirikiana na wadau wote wa mradi ikiwemo TANESCO, REA na viongozi wengine wa kiserikali kuhakikisha vitongoji hivi 330 vinafikiwa na umeme ifikapo mwaka 2029.